الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، آمين. Tunamshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma kipenzi wetu, kiongozi wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu Islam, katika khutba yetu ya leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutaenda au tutakuwa ni wenye kukumbushana kuhusiana na ibada ambayo kwamba tukiitekeleza itakuwa ni sababu yetu sisi kuunganisha familia zetu. Ibada hiyo, enyi Waislamu, iwapo Muislamu ataitekeleza atapata malipo mara mbili. Ibada yenyewe ni ya kutoa kwa ajili ya watu wa familia yako, uwe ni mwenye kuwasaidia kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kutoa sadaka kwa yule ambaye kwamba ni miskini, yule ambaye kwamba ni mchochole, ni mlala hoi, yule ambaye kwamba hana kitu, ukatoa mali yako kwa ajili ya huyo ambaye kwamba ni maskini, Allah tabaraka wa taala atakuandikia ujira na malipo ya sadaqa. Hiyo ni ibada muhimu kabisa, na iliyo muhimu zaidi ni kumsaidia yule mtu wa karibu katika familia yako. Utakapokuwa umetekeleza jambo hilo, ukatoa mali yako wewe kwa ajili ya kumsaidia mtu wa familia yako, mtu unaohusiana na yeye kidamu, utakuwa umepata malipo mara mbili, sadaqa wa sila. Utakuwa umepata malipo ya sadaqa, na vile vile mbali na yale malipo ya sadaqa utakuwa umepata malipo ya sila. Sila maanaha kuunganisha familia na kuunganisha kizazi. Ndani ya Qur'an tukijaribu kupitia na ukianalyze zile aya zinazozungumza kuhusiana masala ya sadaqa na kutoa, miongoni mwa hizo aya zinatuhimiza sisi tuwe ni wenye kutoa mwanzo kwa watu wa familia, kisha hao wengine. Tukitaja baadhi ya hizo aya ndani ya suratu Al-Baqara, Allah tabaraka wa taala anasema, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه
dhawil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil ila akhir al-aya. Allah anasema kuwa wema si kuelekea mashariki na magharibi peke yake, bali wema ni kuamini Allah tabaraka taala. Man amana billah wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, kuamini juu ya malaika na Qur'an na manabii. Isitoshekee hapo, wa atal mala ala hubbihi, wakawa ni wenye kutoa mali pamoja na kuipenda hiyo mali. Miongoni mwa sifa zetu sisi binadamu, miongoni mwa vitu ambavyo kwamba tunavipenda zaidi ni mali. Wa innahu lihubbil khairi la shadid, huyu binadamu anapenda sana mali, hubban jamma. Allah katika aya hii anasema miongoni mwa sifa hao wacha Mungu ni wale ambao kwamba wa atal mala ala hubbihi, wakawa ni wenye kutoa ile mali pamoja na kuipenda, yani hichi kitu nakipenda zaidi, lakini hivyo ukasema acha mimi nitoe kwa ajili ya Allah tabaraka taala. Kuwatolea kina nani? Watu aina gani? Wa kwanza dhawil qurba, mtu wa karibu, mtu wako wa karibu, familia yako, mjomba yako, babu yako, kazini yako, wajukuu zako na wengineo, ukawa ni wenye kuwatolea mali. Hao ndio ambao kwamba wanastahiki mwanzo, dhawil qurba wal yatama, kisha watolee na mayatima, wal masakin, kisha watolee na maskin, wa binis sabil, wala ambao kwamba wako katika safari wamekatikiwa. Kisha hao wengine Allah amewataja katika hiyo aya. Aya nyingine Allah anasema yasalunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayn wal aqrabin wal yatama wal masakin. Wanauliza masahaba, wanauliza yasalunak, wanakuuliza wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, madha yunfiqun, watoe nini, watoe namna gani? Qul, waambie hao, ma anfaqtum min khairin, kutokamana na kile kizuri wanachokitoa, falilwalidain, anza na wazazi wako, baba yako mzazi na mama yako, kabla mwingine yoyote yule, anza na wazazi wako. Falilwalidain, hao ndio watu ambao kwamba ni aqrab, ni karibu zaidi kuliko watu wote. Falilwalidain wal aqrabin, na watu wa karibu. Kisha wal yatama wal masakin wa binis sabil, kisha watolee hao wengine. Katika aya nyingine, wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin, wape watu wa karibu kisha maskini. Katika aya nyingine, faati dhal qurba haqqahu wal miskin wa binis sabil dhalika khairun lilladhina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun Allahumma ja'alna minhum ya rab. Allah anasema wapeni haki zao katika ile mali ambayo kwamba tumeimiliki, katika ile mali ambayo kwamba sahihi tuko nayo, umeendea mbio mchana na usiku, ukaifanyia bidii. Hiyo mali ambayo kwamba uko nayo ni Allah amekupa. Sasa Allah amekupa kwa masharti hiyo mali, part of it sio yako. Uwe ni mwenye kutoa sadaqa, uwe ni mwenye kuwasaidia wengine, uwe ni mwenye kutoa zaka. Katika hii aya Allah akasema
faati dhal qurba haqqahu, wale watu wa karibu wale uwape haki yao katika hiyo mali yako. Familia yako na jamaa wako wa karibu wako na haki katika hiyo mali. Usiwe bakhili, usiwe mchoyo. Hii mali tuko nayo for a period of time. Hii mali tulionayo ni temporary, it's not permanent. Ni amana Allah ametupa kwa muda fulani, kisha baada ya hapo Allah anakuondosha hapa duniani, ile mali inaenda kwa mwingine. Mali ulionao ni ya Allah tabaraka taala. Allah anasema wa anfiqu mimma razaqnakum, toeni kutokana na kile ambacho kwamba Allah amewapa. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kabla maut kuwafikia, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kabla maut kukufikia ukaanza kunegotiate na malakul maut, unaambia nipe ajali karibu, muda kidogo tu. Hiyo ni kitu ambacho kwamba huwezi kunegotiate, non negotiable. Huwezi kunegotiate na malakul maut. Walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Allah haicheleweshi nafsi hata kama ni kwa sekunde moja. Ikifika tu Allah anamchukua binadamu. Allah tupe mwisho mema. Ndugu Waislamu, tusiwasahau watu wa familia zetu, kwa sababu wakati mwingine sisi tunakuwa ni wenye kuwasahau, ikawa tunatoa mali nyingi huko nje kuwasaidia watu wa nje, ukasahau watu wa nyumbani, ukasahau ulipotoka, ukasahau wazee wako. Wakati unataka kusaidia, anza na watu wa nyumbani. Wale wazungu wakaja na misemo yao ya juzi juzi, Qur'ani iliteremshwa kitambo, lakini baadaye unasikia pia wazungu anakwambia charity begins at home. Ukisikia mtu anasema charity begins at home, mwambie hiyo Qur'ani kitambo ilishasema. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim fastaghfiruhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Anasimulia Abi Huraira hadith katika Sahih al-Bukhari ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah, yule ambaye kwamba anataka Allah afungulie riziki zake, na sisi wote tunataka Allah tufungulie riziki zetu. Allah tufungulie riziki ambazo kwamba ni za halali. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi, yule ambaye kwamba anataka Allah tabaraka taala amfungulie riziki, awe na mali nyingi, awe na chakula, mambo yake yaende vizuri. Wa yunsa lahu fi atharihi, na anataka baraka katika umri wake, anataka Allah amjalie katika umri wake uwe ni umri wenye baraka. Maulama wengine wakatafsiri ya kuwa anayetaka kurefushiwa zaidi umri wake uwe ni wa khair, falyasil rahimah, aunge kizazi. Kuunga kizazi maana yake ni kuunga familia yako, kuweka karibu watu wa familia yako, hata kama kuna mapungufu ya hapa na pale. Wakati mwingine labda mjomba yako amekukosea, ndugu yako amekukosea, usimkate, muunge. Qur'an ndiyo inayotuambia hivyo, wala tastawi alhasana wala as-sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawah kaannahu waliyyun hamim. Allah tabaraka taala anasema wema na uovu hauko sawa, jambo zuri na jambo baya haliko sawa. Kwa ajili hiyo basi,
idfa billati hiya ahsan, lipa kwa wema. Anayekufanyia uovu ndiyo ni ngumu sana kumfanyia wema, lakini jikaze, kaza roho yako, jitahidi, tia bidii, kama vile unatia bidii katika mambo mengine yako ya kidunia. Wengine wanaenda gym, hata chuma hawezi, lakini anajaribu. Sasa hata kama huwezi kusamehe, jaribu, idfa billati hiya ahsan. Haya ni maneno ya Allah katika sura Fussilat. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, unapokuwa umejitahidi ukawa ni mwenye kumfanyia wema aliyekufanyia uovu, kama kuna uadui, basi Allah atatoa ile uadui na atakuwa kana kwamba ni rafiki wa karibu. Hata kama ukosea, jaribu kusamehe. Sisi wote ni wakosefu, hakuna mkamilifu. Kama vile alivyokukosea wewe, pia wewe kuna watu unawakosea. Msamehe na pia wengine wakusamehe. Msamehe, Allah atakusamehea madhambi yako. Ndiyo ni ngumu, lakini jaribu ya kadri unavyoweza. Angalia mbali, kuwa ni mtu ambaye kwamba unaona mbali kabisa. Fikiria siku ya mwisho kuondoka hapa duniani. Fikiria ile siku ambayo kwamba watu watapewa vitabu vyao kwa mkono wa kulia, wakawa ni wenye kuingia peponi. Fikiria siku ambayo kwamba waovu wataingizwa motoni. Fikiria 100 years to come, 200 years to come, mimi na wewe tutakuwa wapi? Hizi chuki kidogo kidogo za hapa na pale katika familia isiwe ni sababu ya familia yenu kugawanyika, wala isiwe ni sababu ya kurifisha watoto chuki. Baadhi ya watu katika familia anamrithisha mtoto innocent kabisa, mtoto mdogo, yule mjomba wako usimsikilize, yule babu yako usiende kwake, mtu mwovu yule. Mtoto amezaliwa innocent, hajui lolote, yeye anajua tu mambo mazuri, unaanza kumtia chuki na kumtia maneno. Huku ni kumrithisha chuki mtoto. Mrithishe mali, mrithishe elimu, mrithishe mtoto hikma, usimrithishe mtoto chuki. Chuki ni kitu cha kuvunja, ni kitu cha kuharibu, wala sio kitu cha kujenga. Hadithi nyingine ya Bukhari wa Muslim, Anas ibn Malik radiyallahu anhu anasimulia ya kuwa kana Abu Talha akthara malan au akthara al-ansar bil madinati malan min nakhlin. Sikiza hii hadithi nzuri sana. Kisa hichi kifupi, Anas ibn Malik anasimulia ya kuwa kuna sahaba anaitwa Abu Talha. Huyu sahaba Abu Talha kana akthara al-ansar bil madinati malan min nakhlin, alikuwa ni katika matajiri wakubwa kabisa katika mji wa Madina. Wa kanat mustaqbilat al-masjid, na hiyo mali ambayo kwamba amemiliki, bustani kubwa, shamba zuri kabisa, lilikuwa limeelekeana na msikiti, kwa karibu na msikiti. Wa kana ahabba amwalihi ilayhi biruha, na ile mali ambayo kwamba anaipenda zaidi ni hiyo ambayo kwamba imeelekeana na msikiti, inaitwa biruha. Hilo jishamba hilo zuri kabisa ilikuwa inaitwa biruha. Huyu Abu Talha tajiri, hakuna mali, na katika mali ambayo kwamba anaipenda zaidi ilikuwa ni hilo shamba la biruha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Mtume alayhi salatu wasalam, yeye mwenyewe alayhi afdalu salatu wassalam, rehma na amani ziwe juu yake, Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiingia kwa hilo shamba akinywa yale maji ambayo kwamba ni fresh kabisa, maji mazuri, yani shamba mzuri. Abu Talha analipenda, na hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda akiingia pale katika ile shamba akinywa yale maji. Imagine jua kali kama hili, alafu pate mahali kuna shamba kuna maji mzuri, tafurahi kiasi gani?
lamma nazalat qawluhu ta'ala, ilipoteremka aya lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Allah tabaraka ta'ala akateremsha aya akasema, hamwezi kupata wema, hamwezi kufikia daraja ya kufanya wema mpaka mutoe munachokipenda. Qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam faqal ya Rasulallah inna Allah ta'ala qad anzala alayka lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baada hii aya imeteremka, huyu sahaba Abu Talha akamwendea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, ya Rasulullah, hakika umeteremshwa aya ndani ya Qur'an inayosema ya kuwa hamutofikia wema wa juu hadi mutoe munachokipenda. Unapotoa kitu unachokipenda, basi wewe umefika wema wa hali ya juu. Na masahaba walikuwa na bidii sana ya kufanya khairat. Kisha akasema na kumwambia, wa inna ahabba mali ilayya biruha, katika zile mali ambazo kwamba nazo, ile ambayo kwamba napenda zaidi ni hili shamba la Bayruha. Wa innaha sadaqatun lillah, na hii nimeifanya kuwa ni sadaqa, naitoa mimi, ni waqf, naitoa. Arju birraha wa dhukhraha inda Allah ta'ala, natarajia malipo kutoka kwa Allah tabaraka taala. Masahaba walikuwa wakisacrifice everything kwa ajili ya Allah tabaraka taala. Fadhaha ya Rasulullah haithu araka Allah. Huyu Abu Talha sahaba akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hili shamba angalia pale wewe ambao kwamba Allah tabaraka taala atakuelekeza uwe ni mwenye kuliweka hili shamba. Mimi nimetoa hili shamba wakfu, nimetoa sadaqa, angalia wewe mwenyewe ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, bakh dhalika malun rabihun, dhalika malun rabih. Akasema hii mali iko na faida nyingi sana, thamani yake ni ya juu kabisa. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Mtume alayhi salatu wasallam akasema, lakini mimi naonelea, maoni yangu ya kwamba hili shamba, hii mali unayoipenda, uwatolee watu wako wa familia, watu wa karibu. Kisha Aba Talha kufupisha hadith akasema, af'al, takuwa ni mwenye kufanya. Faqassamaha fi aqaribihi wa bani ammihi. Abu Talha sahaba huyu, lile shamba zuri kabisa ambalo kwamba lina thamani, analipenda, akawa ni mwenye kulitoa, akawapa watu wa karibu na watoto wa ammi zake, makazini wake, akamwambia chukueni hilo. Hadithi ya pili kuonyesha umuhimu wa kutoa kwa ajili ya watu wa karibu ni hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas. Wakati alipokuwa mgonjwa, ule ugonjwa akaona kana kwamba mimi niko karibu na kuondoka hapa duniani, akamwambia, ya Rasulullah, ana dhu mali, mimi ni mtu ambaye kwamba niko na mali. Sasa ile mali yake, unajua mtu anapokuwa ni mgonjwa anaona mauti haiko mbali. Wakati mwingine mtu anataka kutoa mali zake, jambo zuri, anaambia, ya Rasulullah, ana dhu mali, mimi niko na mali na niko na mtoto mmoja peke yake wa kike, ibnatun wahida, wali ibnatun wahida, na niko na mtoto mmoja tu wa kike, huyu peke yake. Afa atasaddaqu bithuluthi mali, je, naweza kutoa 2/3 of my property, thuluthu mbili ya mali yangu, je, naweza kutoa kwa Waislamu niwape? Qala la, kaambia usitoe. Afa atasaddaqu bishatrihi, je, nitoe niwape watu wengine hii mali, nisf hadha almal, shatr bimaana nisf, half of this property mimi nitoe? Qala la, usitoe. Akauliza mara tatu, afa atasaddaqu bithuluthihi, can I give out 1/3 of my property?
thuluthi moja, a third of property naweza kutoa. Qal fa thuluth wa thuluthu kathir, akisema hiyo thuluth itoe, japo pia ni nyingi. Kutoa hii mali yote uende uwape watu, bado hiyo ni nyingi, lakini toa. Ndio pale maulama wa fiqh wakasema katika urithi, we gawanya familia yako. Kama unataka kutoa nyingine kwa watu wa kando au kwa watu wa karibu ambao kwamba hawezi kurithi, unaweza kutoa a third of it, lakini the rest inafaa kugawanywa kwa watu ambao kwamba wanakurithi. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia maneno haya muhimu, akamwambia innaka antadhara warathataka al-aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Kama wewe utakuwa ni mwenye kuondoka hapa duniani ukaacha watu wa familia yako wamejitosheleza, ni bora kuliko uondoke hapa duniani hali ya kuwa watu wa familia yako ni maskini, wanakuwa ni wenye kuombaomba. Inakuwa ni aibu wewe tajiri ukafariki ukaondoka hapa duniani. Ndiyo umejenga msikiti, Allah kukubalie. Ndiyo umechimba kisima, Allah akukubalie, lakini ikawa watu wa familia yako ni maskini, ikawa wanaombaomba. Watu wengine wanashangaa, we babu yako alikuwa tajiri, mbona unaombaomba bana? Pamoja ya kuwa katika familia pia ni mitihani, unaweza kusaidia mtu lakini wengine hawasaidiki. Usione kwamba mtu ni tajiri alafu katika familia yake kuna watu maskini ukasema huyu hawasaidii. Kama huna ushahidi usizungumze maneno hayo. Huenda ikawa anasaidia lakini wengine ni wakora, wavivu, hawataki kufanya kazi. Kazi ni kuomba. Kabla kuongea Muislamu juu ya jambo lolote, kuwa na ushahidi na jambo ambalo kwamba unalizungumzia. Hadithi ya kumalizia mwisho ya Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sahaba huyu alikuwa akimsaidia kazini yake, ibn khala, mtoto wa khale yake, mtoto wa halati yake. Abu Bakr Siddiq alikuwa akimsaidia kazini yake, alikuwa hana kitu, alikuwa akimsaidia. Sasa ikatokea wakati ya kuwa watu wametengeneza habari ya uongo juu ya mtoto wa Abu Bakr Siddiq anaitwa Aisha, ambaye kwamba ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikawa jambo hili limemkera sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao kwamba Aisha ni mke wake, na jambo hili limemkera zaidi Abu Bakr Siddiq, mtoto wake wa kike. Yani we imagine watu wanazungumza maneno ya uongo juu ya mtoto wako wa kike ya kwamba yeye ni mzinifu, utasikiaje wewe? Sasa miongoni mwa wale ambao kwamba wameshiriki katika kueneza uvumi huo na habari hizo za uongo ilikuwa ni kazini yake Abi Bakar. Huyu Abi Bakar kazini yake anaitwa Mistah ibn Uthatha, ni miongoni mwa walioshiriki kueneza hizo habari. Mbali na hivyo, Abu Bakar alikuwa akimsaidia huyu. Abu Bakar alipojua kwamba huyu yani kazini yangu ambao kwamba mimi namsaidia, kisha leo hii anaeneza uvumi, Abu Bakar akala kiapo akasema, wallahi la unfiq alayhi abada. Abu Bakar Siddiq ndiyo ni sahaba, lakini alikuwa ni binadamu kama binadamu mwingineo, alikuwa na roho. Akakula kiapo na kusema, wallah mimi sitamsaidia tena huyu. Allah tabaraka taala akateremsha aya katika surah an-Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin, na wala wasile kiapo. Wala ya'tali ay wala yahlif, wala wasile kiapo. Yule ambaye kwamba anakuwa ni mwenye kutoa asile kiapo ya kwamba yeye hatakuwa ni mwenye kutoa kwa watu wake wa karibu. Hii aya ikamkusudia Abi Bakar Siddiq kwa kuwa amekula kiapo. Allah akateremshia aya kwamba usile kiapo.
ya kwamba wewe hutaendelea kumsaidia huyu kazini yako pamoja na uovu wake. Kisha Allah tabaraka wa taala mbele ya aya akasema, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, je, hamutaki kwamba Allah awasamehewe nyinyi? Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe. Maadamu unataka Allah akusamehe, msamehe mwingine. Yule mjomba wako aliyokukosea, msamehe. Yule kazini yako aliyokosea, msamehe. Baba yako mzazi aliyekukosea, msamehe. Ikitokea mama yako mzazi amekosea, msamehe. Msamehe mtoto wako aliyokosea. Kaza roho, jaribu kiasi unachoweza. Allah anasema, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale ambao kwamba wanajitahidi kwa ajili ya Allah, Allah atawaongoza. Wasamehe watu wa familia yako, uwe ni mwenye kuwasaidia hata kama hawakusaidii wewe, hata kama hawakukusaidia ulipokuwa mdogo, hata kama hakusaidia wazazi wako, wasamehe. Wala usifanye biashara ya kuwa maadamu huyu hanisaidii mimi simsaidii. Hiyo ni business, inaitwa barter trade. Unabadilisha maadamu amekufanyia wema, yule mjomba wangu yule amenisomesha na mimi acha ni usifanye hivyo. Hiyo ni biashara. Wewe hujafanya kwa ajili ya Allah, umefanya kwa ajili ya maslahi ya kidunia. Kwa sababu watu wengine wako namna hiyo, na wanakaa vibarazani wakiambizana, bana wewe saidia tu anayekusaidia. Kama mtu akusaidii, achana naye. Huo si Uislamu. Uislamu haujatuamrisha mambo hayo. Hata kama hakusaidii, yua kusengenya, yua kutukana, kuwa ni mwenye kufanya wema kwa ajili ya maslahi yako wewe, itakusaidia kaburini na kesho akhera. Angalia leo hii wanasiasa, politicians wanapokuwa wanafanya campaign, anatukanwa, anasengenywa, familia yake pia inatukanwa, lakini yuko pale pale anasema tutakutana debeni na tutashinda. He doesn't care. Kwa sababu nini? Anaangalia maslahi ya kushinda kura. Sasa wewe angalia maslahi ya kupata jannatul firdausil a'la. Usijali waache waseme, wakutukane, wakufanyia hivi na vile, lakini angalia ya kwamba mimi naangalia maslahi ya yule aliyeniumba ambaye kwamba ni Allah tabaraka taala. Tunamwomba Allah tusamehe madhambi yetu, tunamwomba Allah atuongoze, tunamwomba Allah aunganishe familia zetu, tunamwomba Allah atupe siha na afya kuweza kufanya ibada. Allah tuepushe na adhabul qabr na adhabun nar, ajalie jannatul firdaus ndiyo makazi yetu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.